Na hii ni taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Awali ni muhtasari wake. Mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF umetoa elimu ya mafao na uwekezaji kwa watumishi wa mahakama ili kuandaa vema kwa maisha baada ya kustaafu. Waislamu wilayani Chato mkoa wa Geita wameiomba serikali na wadau mbalimbali kusaidia kukamilisha ujenzi wa msikiti wa Al-Huda unaojengwa katika kata ya Muungano wilayani humo. Na kimataifa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamefanya mazungumzo ya ana kwa ana mjini Doha Machi 18, 2025. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Morogoro. Mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF umetoa elimu ya mafao na uwekezaji kwa watumishi wa mahakama ili kuandaa vema kwa maisha baada ya kustaafu. Akitoa mafunzo hayo yaliyofanyika mjini Morogoro, afisa matekelezo mwandamizi wa PSSF Chazi Mahanga amesema PSSF inajitahidi kuhakikisha wanachama wake wanapata mafao yao kwa usahihi na kwa wakati. Mahanga amesema mafao ya uzeeni hutolewa kwa wanachama waliokamilisha kipindi cha uchangiaji na kufikisha umri wa kustaafu, na mafao ya kifo yanatolewa kwa warithi na mwanachama aliyefariki akiwa katika utumishi au baada ya kustaafu. Naye meneja wa kanda ya mashariki wa PSSF Zaida Mahava amesema PSSF itaendelea kutoa elimu kwa watumishi mbalimbali ili wawe na uelewa kamili wa haki zao na namna bora ya kupanga matumizi yao kwa umakini. Akifungua semina hiyo, kaimu jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Morogoro Steven Magoiga amewataka watumishi hao kutumia fursa hiyo kujifunza ili kujiandaa kwa maisha bora baada ya utumishi. Geita. Waislamu wilayani Chato mkoa wa Geita wameiomba serikali na wadau mbalimbali kusaidia kukamilisha ujenzi wa msikiti wa Al-Huda unaojengwa katika kata ya Muungano wilayani humo. Ujenzi wa msikiti huo ulianzishwa kwa juhudi za aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati John Magufuli, lakini sasa umegeuka kuwa gofu kutokana na ujenzi kusimama kwa zaidi ya miaka 5. Magufuli aliyekuwa rais wa Tanzania kuanzia Novemba 5, 2015 alifariki dunia akiwa madarakani Machi 17, 2021 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam, na mwili wake kuzikwa makaburi ya familia yake yaliyopo Chato mkoani Geita. Msikiti huo ulioanza kujengwa mwaka 2019 na uliwekwa jiwe la msingi Disemba 18, 2019 na hayati Magufuli, na umeishia hatua za lenta kwa takriban miaka 5 sasa. Akizungumza kwenye hafla ya iftar iliyoandaliwa na mjane wa hayati Magufuli Mama Janet Magufuli Machi 18, 2025, Sheikh wa wilaya Chato Abdurrahman Abdalla amesema msikiti huo ulianzishwa baada ya Magufuli kuomba kujengwa wakati wa mashindano ya Qur'ani yaliyokuwa yakiandaliwa na Al-Hikma. Mwanza. Mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC Masanja Kadogosa amesema reli ya kisasa ya umeme SGR ikikamilika, mkoa wa Mwanza utakuwa kitovu cha biashara kanda ya Ziwa. Kadogosa amesema hayo Machi 18, 2025 katika hafla iliyofanyika jijini humo kuangazia miaka 4 ya Rais Samia Suluhu Hassan madarakani. Mkoa huo unaunganishwa na SGR kwa kipande cha Isaka Mwanza chenye urefu wa kilomita 341 ambacho kinajengwa kwa gharama ya shilingi trilioni 3.06 na hadi mwezi huu ujenzi wake umefikia 63.04%.
Katika hafla hiyo, mgeni rasmi alikuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, ambaye amesisitiza mradi huo utakamilika na kuwanufaisha wakazi wa ukanda huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Doha. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamefanya mazungumzo ya ana kwa ana mjini Doha, Katari, Machi 18, 2025. Mazungumzo haya yalilenga kutafuta suluhu ya mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Viongozi hao walikubaliana kutoa wito wa kusitisha mara moja kwa mapigano katika eneo hilo. Taarifa iliyotolewa na Katari, ambaye alikuwa mpatanishi, imesema usitishwaji huo unapaswa kufanyika bila masharti yoyote. Hata hivyo, DRC bado inazituhumu Rwanda kwa kuhusika katika kupeleka silaha na majeshi kusaidia wanamgambo wanaoendesha mashambulizi katika eneo la mashariki mwa Kongo ambalo limekumbwa na ghasia kwa miongo kadhaa. Jerusalem. Shirika la ulinzi wa kiraia katika ukanda wa Gaza limesema hii leo kwamba watu 13 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel kwenye ukanda huo yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo. Mohamed Basal, msemaji wa shirika hilo la kiraia, ameliambia shirika la habari AFP kuwa Israeli imefanya mashambulizi kadhaa ya anga ambayo yalisababisha vifo hivyo na kujeruhi makumi, wakiwemo wanawake na watoto. Machi 18, 2025, Israeli ilivunja makubaliano ya kusitisha mapigano na kuanzisha mashambulizi mapya ambayo shirika la afya la Gaza linalosimamiwa na Hamas limesema yamewaua zaidi ya watu 400. Kwa upande mwingine, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amekanusha kuwa mashambulizi hayo yanawalenga raia, akidai kuwa shabaha kubwa ni Hamasi. Israeli imeapa kuendelea kufanya mashambulizi hadi Hamas itakapoachilia mateka hao iliyowachukua wakati wa shambulizi la Oktoba 2023. Kwa kuhitimisha taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF umetoa elimu ya mafao na uwekezaji kwa watumishi wa mahakama ili kuandaa vema kwa maisha baada ya kustaafu. Waislamu wilayani Chato, mkoa wa Geita, wameiomba serikali na wadau mbalimbali kuwasaidia kukamilisha ujenzi wa msikiti wa Al-Huda unaojengwa katika kata ya Muungano wilayani humo. Na kimataifa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamefanya mazungumzo ya ana kwa ana mjini Doha Machi 18, 2025. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Endelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.